Je, unajua kuwa tofauti kati ya mtu anayemiliki mabilioni na yule anayetafuta nauli ya daladala kila asubuhi sio bahati pekee? Watu wengi wanaamini kuwa utajiri ni suala la kurithi au kushinda bahati nasibu. Lakini ukweli mchungu ni huu. Unaweza kuwa unapata mabilioni ya pesa kila mwezi, lakini bado ukabaki kuwa maskini wa kutupwa. Leo nitakufunulia tabia 6 ambazo zimejificha kama mtindo wa maisha, lakini kiuhalisia ni kamba zinazokufunga kwenye umaskini. Na hapa kuna siri. Tabia ya 4 nitakayozungumzia ndio sababu kuu inayowafanya hata watu wenye kazi nzuri na mishahara mikubwa kuishi maisha ya madeni na msongo wa mawazo. Ukishindwa kuivunja hiyo, utajiri utabaki kuwa ndoto kwako milele. Kabla hatujaingia ndani kabisa, fanya jambo moja muhimu sana. Bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na washa kengele ya taarifa. Ukishajiunga na familia hii, andika neno niko tayari kwenye sehemu ya maoni, nami nitajua kuwa wewe ni mmoja wa watu walioamua kubadilisha hatima yao ya kifedha mwaka huu. Tayari? Tuende kazi. Tabia ya kwanza, kuishi kwa kujionyesha una pesa. Lifestyle inflation. Hii kitaalamu tunaita lifestyle inflation au fake rich syndrome. Tunashuhudia vijana wengi leo, mara tu wanapopata ongezeko la mshahara au faida kidogo kwenye biashara, kitu cha kwanza wanachofikiria ni kununua simu ya gharama, nguo za brand au gari la kifahari ili tu waonekane wamefika. Unatumia pesa ambazo huna, kununua vitu usivyohitaji ili kuwavutia watu wasiokupenda. Utajiri wa kweli hauonekani kwa nje mara moja. Tajiri wa kweli huwekeza kwanza, kisha ananunua starehe kutokana na faida ya uwekezaji wake. Kama unanunua iPhone ya milioni 3, wakati akaunti yako ya banki haina hata akiba ya dharura, unajichimbia kaburi la umaskini kwa mikono yako mwenyewe. Tabia ya pili, kuishi maisha ya kubahatisha au kutangatanga. Leo uko kwenye biashara ya kuku, kesho umeacha unaanza kuuza nguo, kesho kutwa unahamia kwenye kilimo cha matikiti. Huna msimamo, huna mpango mkakati wa miaka 5 au 10. Mtu anayetangatanga ni kama nahodha wa meli asiye na dira. Atazunguka baharini hadi mafuta yaishe na meli itazama. Utajiri unahitaji compounding effect, yaani kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu mpaka kilete matokeo makubwa. Ukibadili kila siku, unaharibu msingi uliouanza. Acha kuishi kwa mood. Weka malengo ya kifedha yaliyoandikwa. Unataka kuwa na kiasi gani baada ya mwaka mmoja? Mpango wako ni upi? Acha kubahatisha. Anza kupanga. Tabia ya 3, kuendekeza starehe na ulevi. Hapa ndipo wengi wanapogonga mwamba. Tabia ya kuendekeza starehe kupitiliza. Ulevi, anasa na mahusiano ya gharama yasiyo na tija. Pesa inayopotea kwenye baa kila wikendi ingeweza kuwa mtaji wa biashara nyingine, lakini sio pesa pekee. Starehe hizi zinaiba muda wako na nishati yako ya kufikiri. Unapotumia usiku kucha kwenye ulevi, kesho yake unaamka ukiwa umechoka, hangover, unashindwa kufanya maamuzi ya biashara yenye akili. Vile, kuwa na michepuko au mahusiano mengi ya gharama ni kama kuwa na ndoo yenye matundu mengi. Kila unachoingiza kinatokea pembeni. Huwezi kujenga himaya ya kifedha kama homoni zako ndizo zinaongoza mfuko wako. Tabia ya 4, kutumia pesa bila mipango, kukosa budget. Hii ndio ile tabia niliyokuambia mwanzoni kuwa inawamaliza hata wenye mishahara mikubwa. Kutumia pesa bila budget. Watu wengi wakipata pesa, wanaanza kutumia na kilichobaki ndio wanajaribu kukipangia matumizi. Hiyo ni kinyume. Lazima ujue kila shilingi yako inaenda wapi kabla hujaigusa. Kuna matumizi madogo tunayoyadharau. Kununua vitafunwa kila siku, kulipia subscriptions usizotumia, au kununua vitu tu kwa sababu viko kwenye sale. Tumia kanuni ya 50-30-20. 50 kwa mahitaji muhimu, 30 kwa matamanio na 20 kwa akiba na uwekezaji. Kama hujui pesa yako inapotelea wapi, hautaweza kamwe kuizuia isiondoke. Tabia ya 5, epuka tabia ya uvivu. Mental and physical laziness. Uvivu sio tu kulala kitandani hadi saa 5 asubuhi. Kuna uvivu wa kifikra. Tabia ya kutotaka kusoma vitabu, kutotaka kujifunza ujuzi mpya na kutotaka kutafuta fursa. Dunia inabadilika haraka sana. Ukitegemea ujuzi mmoja ulioupata shuleni miaka 10 iliyopita, utabaki maskini. Matajiri ni lifelong learners, wanajifunza kila siku. Uvivu wa kusema mimi siwezi au haya mambo ya teknolojia ni magumu ndio yanakufanya uachwe nyuma. Saa 24 tunazopewa na Mungu, matajiri anazitumia kutengeneza mifumo, maskini anazitumia kulalamika na kutazama tamthilia ambazo hazimuingizii kipato. Tabia ya 6 na hatari zaidi, kutumia kila shilingi unayopata. Watu wengi wanaishi hand to mouth.
ukipata 100,000, unatumia 100,000. Sheria ya kwanza ya utajiri inasema, jilipe mwenyewe kwanza. Kabla hujamlipa mwenye nyumba, kabla hujamlipa muuza chakula, kabla hujanunua vocha, weka pembeni angalau 10% ya kipato chako. Hiyo 10% siyo ya kununua nguo, ni mbegu ya kupandwa kwenye uwekezaji kama hisa, UTT au ardhi. Kumbuka, sio kiasi gani unachotengeneza kinachokufanya uwe tajiri, bali ni kiasi unachobaki nacho na kukizalisha. Ukweli ni kwamba kuwa tajiri sio muujiza, ni mfululizo wa maamuzi sahihi unayoyafanya kila siku. Ukiondoa hizi tabia 6, milango ya baraka na utajiri itaanza kufunguka yenyewe. Ni tabia gani kati ya hizi 6 unahisi imekuwa ikikurudisha nyuma zaidi? Niambie kwenye maoni hapo chini, tupiane mbinu za jinsi ya kuishinda. Na kama video hii imekufungua macho, usisahau kuipa like na kuishare kwa marafiki zako watatu unaotaka kufanikiwa nao. Asante kwa kuangalia hadi mwisho. Kumbuka, utajiri unaanza akilini kabla haujaingia mfukoni. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.